Karibu sana kwenye matangazo ya moja kwa moja huko nchini Eswatini. Leo ni siku nyingine tena, Oktoba 19 mwaka 2025. Kama ilivyokuwa ada kuelekea siku ya hii leo, mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo Simba yuko uwanjani hii leo kwenda kumkabili Nsingizini Hotspurs. Ni moja kati ya mchezo ambao uliokuwa ukisubiriwa kwa hamu kweli, na hali ya uwanja mapema kabisa mashabiki wa klabu ya Nsingizini Hotspurs tayari nao pia wamesha wasili katika dimba hili. Ni kama vile kuwatisha hivi. Klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wanajaribu kucheza na akili za wachezaji wa klabu hiyo ya Simba. Mashabiki wa Nsingizini Hotspurs nao pia wanajaribu kufanya vile ambavyo wao kujazana uwanjani, na mapema tu hii leo wameshaweza kuwasili katika dimba hili la Nsingizini Hotspurs ama dimba la Somhololo Stadium hapa Mbabane nchini Eswatini. Lengo ni kwenda kuwavaa Wekundu wa Msimbazi Simba wana Msimbazi majira ya saa 9 kamili kwa saa za pale nchini Eswatini, lakini kwa saa za Afrika Mashariki na Kati mchezo huo utapigwa majira ya saa 10 kamili za alasiri. Ndio kitu ambacho kinachoonekana kwa hivi sasa, lakini mambo yanaenda kwa mazuri kweli. Lakini pia mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ama wale mashabiki ambao wanaoishi katika nchi hii ya Eswatini nao pia bila kinyonge wameshaweza kuwasili katika dimba hili, na wapo wakifanya utaratibu wa kuweza kuingia katika dimba hili. Kuna taarifa ambayo afisa habari wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ali jana aliweza kuitoa, ama uongozi wa klabu hiyo ya Simba wamesema kwamba shabiki yoyote wa Simba ama Mtanzania yoyote kutoka taifa la Tanzania kama atakuwa na uhitaji wa kwenda kuitazama Simba katika mchezo wa hii leo, basi mtu huyo hatoweza kulipa kiingilio. Yani uongozi wa Simba umesema kwamba wao watashughulikia kiingilio cha watu ambao watakaoweza kujitokeza kwenda kutazama mchezo huo. So mashabiki wa Simba leo wamekusanyika kwa wingi kweli, ni kwenda kumpa support klabu ya Simba katika mchezo wa hii leo. Na wote ambao walioweza kukusanyika katika dimba hilo la Somhololo Stadium Mbabane nchini Eswatini, wote hawatotoa fedha zao wenyewe. Uongozi wa Simba umeingia gharama ya kuweza kuwalipia viingilio mashabiki wote wa klabu ya Simba waliokuwa wakiishi katika taifa hili la Eswatini na wale wa Tanzania wanaoishi katika maeneo haya za nchi za jirani. Kuna taarifa ambazo zimeweza kutufikia mashabiki ama wa Tanzania wanaotoka pale nchi ya Afrika ya Kusini, nao pia wameweza kuambiwa kwamba njoeni, lakini kuhusu kiingilio mtakuwa mnaingia tu bure, kwa maana kwamba Simba wao ndio ambao watakaoweza kusimamia kiingilio hicho cha mashabiki wa Simba. Kwa mataifa ambayo yaliokuwa yameizunguka taifa hilo la Eswatini ama nchi ya kifalme hiyo, Msumbiji ama ni Mozambique, na pia wa mashabiki wa Simba na wa Tanzania wameweza kukusanyika kwa wingi kweli ili kwenda kumpa sapoti mnyama katika mchezo wa hii leo. Mashabiki kutoka pale Afrika Kusini nao pia wameambiwa kwamba wafike hapo katika uwanja wa Somhololo Stadium Mbabane nchini Eswatini kwa lengo la kwenda kumsapoti mnyama, na viingilio vyote vya mashabiki wa Simba na wale wa Tanzania wanaoishi hapo, gharama zote hizo zitasimamiwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na jana tulishuhudia afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ali akiweza kusimamia mchakato huo, kuweza kuandika majina na kutoa idadi ya mashabiki ambao walioweza kujitokeza katika uwanja huo wa Somhololo Stadium na kuweza kuwapa tiketi zao. So mashabiki wa Simba nao pia wameweza kujumuika. Hakika kwa idadi kubwa ya mashabiki na Watanzania wanaoishi katika mataifa haya matatu ambayo nimekutajia hapo, Msumbiji, South Africa
Afrika pamoja na Eswatini, mara hizo ni nchi ambazo zimekuwa karibu sana kwa kufikiana. Huyu kutoka nchi hii kama vile unavyoona kutoka Tanzania kwenda pale visiwani Zanzibar, ama unaweza ukasema kwamba kutoka Kenya kuja Uganda ama Uganda kuja Tanzania, ni nchi ambazo zimepakana. Kwa hiyo ni karibu sana mtu kufika hapo, na ni jambo zuri kweli kweli ambalo uongozi wa Simba umeona kwamba itakuwa ni sehemu sahihi ya kuwafanya ama kuwakusanya mashabiki na kuwalipia viingilio. Tumeshuhudia hapo afisa habari akijaribu kuratibu kuandika majina na kuwakabidhi tiketi hizo kwa idadi kubwa ya uwanja huu wa Somhololo Stadium Mbabane nchini Eswatini. Unaingiza idadi ya mashabiki 17,000. Idadi ya mashabiki ambao wanaingia katika uwanja huu ni idadi ya mashabiki 17,000. Unakaribia ama umempita kidogo uwanja wa New Amaan Complex pale visiwani Zanzibar, ambao uwanja ule unaingiza mashabiki 15,000, na uwanja huu wa Somhololo Stadium unaingiza mashabiki 17,000. Tafsiri ni kwamba idadi tu ndogo hiyo imeweza kuzidi uwanja wa New Amaan Complex, lakini kwa idadi kubwa ambayo niliyokuwa nimeitazama nje ya uwanja wa Somhololo Stadium ni idadi kubwa ya mashabiki wa Simba, na kitu pekee ambacho nimependezewa taarifa kwamba waliokuwa wamejazana nje ya uwanja wakisubiri utaratibu, hili ni kundi la tatu. Kundi la kwanza, Ahmed Ally jana jioni kipindi Simba wakifanya mazoezi katika uwanja huo aliweza kukutana na mashabiki ambao walikuwa wamefika, na nimeambiwa hapa kwamba idadi ya jana mashabiki wale ni wale ambao wanaoishi maeneo haya ya karibu nchi ya Eswatini. Kwa hiyo ndo wale ambao amewakabidhi tiketi zao na kuandika majina si chini ya watu 58, kwa taarifa tu ambazo nilizopatiwa hapa. Idadi ya mashabiki 58 wanaotokea katika pembezoni kidogo ama nchi hii ya Eswatini wameweza kukabidhiwa tiketi zao, na idadi kubwa ambayo nimeiona hapo nje ya uwanja ni kwamba ni wale ambao wanaotoka nje ya Afrika, nje ya nchi hii ya Eswatini, kutoka Afrika Kusini pamoja na nchi ya Mozambique, ambao pia wamewasili asubuhi ya hii leo kwenda kushuhudia, na idadi kubwa sana ambayo nimeiona pale nje. Kwa hiyo ukijaribu kuwatazama wale idadi ya watu wa jana, watu 58 ambao ni mashabiki na Watanzania kwa ujumla, lakini pia nimeona mashabiki wa Yanga nao pia wakiwa wamevaa jezi zao, na mashabiki wa Azam pia nimeona wamevaa jezi zao, ni kwa ajili tu ya kwenda kumsupport mnyama katika mchezo wa hii leo, mchezo ambao utapigwa majira saa 9 kwa saa za pale nchini Eswatini, lakini kwa saa za saa 10 ni saa za Afrika Mashariki na Kati, na idadi kubwa nchi ambazo zimepakana. Kwa hiyo ni karibu sana mtu kufika hapo, na ni jambo zuri kweli kweli ambalo uongozi wa Simba umeona kwamba itakuwa ni sehemu sahihi ya kuwafanya ama kuwakusanya mashabiki na kuwalipia viingilio. Tumeshuhudia hapo afisa habari akijaribu kuratibu kuandika majina na kuwakabidhi tiketi hizo kwa idadi kubwa ya uwanja huu wa Somhololo Stadium Mbabane nchini Eswatini. Unaingiza idadi ya mashabiki 17,000. Idadi ya mashabiki ambao wanaingia katika uwanja huu ni idadi ya mashabiki 17,000. Unakaribia ama umempita kidogo uwanja wa New Amaan Complex pale visiwani Zanzibar, ambao uwanja ule unaingiza mashabiki 15,000, na uwanja huu wa Somhololo Stadium unaingiza mashabiki 17,000. Tafsiri ni kwamba idadi tu ndogo hiyo imeweza kuzidi uwanja wa New Amaan Complex, lakini kwa idadi kubwa ambayo niliyokuwa nimeitazama nje ya uwanja wa Somhololo Stadium ni idadi kubwa ya mashabiki wa Simba, na kitu pekee ambacho nimependezewa taarifa kwamba waliokuwa wamejazana nje ya uwanja wakisubiri utaratibu, hili ni kundi la tatu. Kundi la kwanza, Ahmed Ally jana jioni kipindi Simba wakifanya mazoezi katika uwanja huo aliweza kukutana na mashabiki ambao walikuwa wamefika, na nimeambiwa hapa kwamba idadi ya jana mashabiki wale ni wale ambao wanaoishi maeneo haya ya karibu nchi ya Eswatini.
Kwa hiyo ndo wale ambao amewakabidhi tiketi zao na kuandika majina si chini ya watu 58 kwa taarifa tu ambazo nilizopatiwa hapa. Idadi ya mashabiki 58 wanaotokea katika pembezoni kidogo ama nchi hii ya Eswatini wameweza kukabidhiwa tiketi zao, na idadi kubwa ambayo nimeiona hapo nje ya uwanja ni kwamba ni wale ambao wanaotoka nje ya Afrika, nje ya nchi hii ya Eswatini, kutoka Afrika Kusini pamoja na nchi ya Mozambique, ambao pia wamewasili asubuhi ya hii leo kwenda kushuhudia, na idadi kubwa sana ambayo nimeiona pale nje. Kwa hiyo ukijaribu kuwatazama wale idadi ya watu wa jana, watu 58 ambao ni mashabiki na Watanzania kwa ujumla, lakini pia nimeona mashabiki wa Yanga nao pia wakiwa wamevaa jezi zao, na mashabiki wa Azam pia nimeona wamevaa jezi zao, ni kwa ajili tu ya kwenda kumsupport mnyama katika mchezo wa hii leo, mchezo ambao utapigwa majira saa 9 kwa saa za pale nchini Eswatini, lakini kwa saa za saa 10 ni saa za Afrika Mashariki na Kati. Na idadi kubwa ambayo leo asubuhi nimeiona nje ya uwanja ni idadi kubwa sana, si chini ya watu 200. Ukijaribu kujumlisha na wale ambao 58 siku ya jana, unaweza kupata watu 300 mpaka watu 300 kasoro hivi ambao mimi nimewatazama pale. Kwa hiyo inawezekana isiwezekane kufanana na mashabiki ambao wa Nsingizini Hotspurs, lakini uwiano unaweza ukawa unakaribia kuafikia, lakini Nsingizini watakuwa wengi kwa sababu wao wako nyumbani, lakini kwa idadi tu ambayo nimejaribu kuitazama mashabiki ambao wako nje ya uwanja, Simba leo lazima kitaeleweka katika dimba hili la Somhololo Stadium Mbabane nchini Eswatini. Ni mambo yako mazuri kweli kweli, na ukijaribu kutazama nyuso ya kila shabiki ambaye wamefika hapa katika uwanja huu nje, unaonyesha kabisa nyuso zao nao pia wakionekana kwamba mchezo wana uhitaji. Jana tumeshuhudia viongozi mbalimbali nao pia wakiambatana na kwenda kuwapa sapoti, lakini pia tumeshuhudia baadhi ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi mzee Cletus Magori, lakini pia tumeshuhudia mwenyekiti wa wanachama klabu ya Simba Sports Club Tanzania Murtaza Ali Mangungu, na pia alikuwepo hapo na kwa ajili ya kuwapa sapoti. Rais wa heshima na mwekezaji wa klabu hiyo na pia aliambatana kuja kuwapa support na kuweza kuweka shilingi milioni 150 kama Simba watapata matokeo mazuri kwenye mchezo wa hii leo, lakini pia itaenda kuwafanya vizuri ama kufuzu katika hatua ya makundi. Wenzao jana wameweza kupoteza katika mchezo huo, na wenzao jana wameweza kumfukuza kocha ama kumkatisha ama kuvunja mkataba dhidi ya watani wao wa jadi, lakini leo ni zamu yao, kwa maana kwamba kile ambacho wanachokitazama katika mchezo wa hii leo ndio ambacho wanapaswa kwenda kukifanya. Na jana tumeshuhudia katika peji mbalimbali za klabu ya Simba wamesema kwamba heshima ya taifa hili la Tanzania inaenda kutengenezwa kesho, ambao ni leo. Huyo ni admini wa klabu ya Simba kwenye page ya Instagram ya account ya Simba Sports Club Tanzania ameweza kupost ama kutweet huo ujumbe kwamba heshima Tanzania inaenda kuwekwa na Simba siku ya kesho ambayo ni leo. Kwa hiyo heshima hiyo tungoje na tusubiri kwamba admin alichokiandika anamaanisha, isije ikatokea kama kile ambacho kilichotokea kwa mtani wake jana ya kuweza kupoteza kwa goli moja katika uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kinachoendelea. Lakini pia Azam nao pia jana waliweza kumfunga KMKM magoli 2. Simba wa leo ndo zamu yao. Yanga nao pia jana wamepoteza kwa kufungwa goli 1. Leo Singida Black Star na yeye pia ataingia uwanjani kutoka pale Bujumbura nchini Burundi kwenda kumvaa moja kati ya mpinzani mgumu kweli kweli. Lakini kubwa kuliko ni hali ya uwanja kama inavyoonekana mapema tu. Simba wameshaweza kufika katika uwanja, mashabiki wa Simba na mashabiki wa Nsingizini na pia wakijaribu kufika mapema kabisa ili kwenda kuwapa support ama kwenda kuwapa morali wachezaji hao na kuweza kuwapa motisha ili kuwa bora zaidi katika mchezo wa hii leo. Ni moja kati ya tukio bora kweli kweli ambalo Afrika Mashariki na Kati wanajaribu kusubiri kwamba nini ambacho kitakachoenda kutokea katika mchezo wa hii leo. Ni jambo zuri kweli kweli ambalo linaloonekana na ni jambo jema kweli kweli ambalo linaloonekana, lakini kubwa kuliko ni hali ya uwanja kutoka Mbabane nchini Eswatini katika dimba la Somhololo
Stadium. Hapa ni kama unavyotazama, mambo yako vizuri kweli kweli, kibaridi kikiwa kinashamiri kweli kweli, lakini hali ya uwanja iko njema, nje mambo shwari, ndani mambo shwari, lakini kubwa kuliko hakuna mvua wala kuna jua, ni hali tu iliyokuwa shwari kabisa kwenda kushuhudia kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Singizini All Stars dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club Tanzania, ambao watashuka dimbani majira ya saa 9 kwa saa za pale nchini Eswatini, lakini majira saa 10 kwa saa za Afrika ya Mashariki na Kati. Mimi naitwa Mpekuzi.com kutoka katika dimba la Somohololo Stadium hapa nchini Eswatini.